Unaweza ukalala na kujikuta kwenye dimbwi la ndoto kubwa sana. Yaani ghafla unajikuta mwanaanga ukiwa mwezini unaokota pesa, ama unatembea na jamaa zako mkipiga stori za uwekezaji na kuwahi viwanja huko mwezini. Lakini ukiamka unajikuta bado upo hapo hapo kijijini kwenu Chibumagwa ama Luchelele. Sasa baada ya kuenea kwa taarifa za safari ya wanaanga wa NASA kuelekea mwezini, safari ikipewa jina la NASA's Artemis 2 tarehe 30 Machi 2026 kutoka Cape Canaveral, Florida huko nchini Marekani, wametumia takriban siku 8 kwenda na kuanza kurejea mpaka sasa. Sasa leo ninakuletea mambo muhimu yaliyofanyika ndani ya siku 8 za maisha ya huko angani. Ndani ya chombo cha anga kilichoitwa Orion au Integrate, wanaanga wanne Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch na Jeremy Hansen walianza safari ya umbali ambao mwanadamu hajawahi kufika kwa miongo kadhaa. Siku ya kwanza hadi ya 4 safari ilisheheni zaidi ya maandalizi makubwa ya kutoka duniani na kufika mwezini. Wakiwa ndani ya anga ya mbali, walifanya majaribio muhimu ya kuendesha chombo kwa mikono, ikiwa si safari ya kutazama anga tu, bali ikiwa ni majaribio ya teknolojia mpya. Wanaanga walijifunza jinsi ya kuongoza Orion kwa kutumia mifumo tofauti, wakihakikisha kuwa hata kama mfumo wa kiotomatic utashindwa, basi binadamu bado ataweza kukidhibiti chombo hicho. Katika siku hizo pia walikuwa wanajiandaa kwa jambo kubwa zaidi la kukaribia mwezi. Siku ya 5 mambo yakachukua mwelekeo mpya. Wakiwa njiani kuelekea mwezini, walifanya marekebisho ya safari yao kwa kuwasha injini kwa sekunde chache tu na kujaribu mavazi yao maalum ya angani, mavazi ambayo yanaweza kuokoa maisha endapo chombo kitapoteza hewa. Walivaa, walipima, walikagua uvujaji wa hewa na hata kujaribu kula na kunywa wakiwa ndani ya mavazi hayo. Hii ilikuwa ishara ya kwamba sasa walikuwa wanakaribia hatua muhimu zaidi ya safari yao. Siku ya 6 historia iliandikwa upya. Wanaanga hawa walifika mbali zaidi na dunia kuliko mwanadamu yeyote tangu enzi za Apollo 17 iliyofanyika Disemba 7 mpaka 19 mwaka 1972. Walifikia umbali wa zaidi ya maili 252,052 kutoka duniani, ikiwa ni rekodi mpya kabisa. Walipokaribia mwezini, walishuhudia tukio la kushangaza linalofahamika kama Earthset, yani dunia ikizama nyuma ya upeo wa mwezi. Baadaye waliinuka tena kuona Earthrise, dunia ikichomoza tena upande mwingine. Huu ulikuwa mtazamo ambao ni wachache sana duniani wamewahi kuuona. Walipita upande wa nyuma wa mwezi, sehemu ambayo haionekani kabisa kutoka duniani. Kwa dakika 40 mawasiliano yalikatika kabisa, kukawa na kimya cha ajabu baina yao na huku duniani. Lakini pia ni wakati walipokaribia zaidi mwezi, wakipita umbali wa maili 4,000 tu juu ya uso wake. Yaani ni sawa na kukichukua kiwanja cha Mkapa kukiunganisha kwa urefu wake mara 61,309, au ukasafiri safari kutoka Dar es Salaam hadi Johannesburg, Afrika Kusini na kurudi karibu safari ya mara 2. Wakati huo huo walishuhudia kupatwa kwa jua wakiwa angani, tukio adimu sana. Waliona mwanga wa nje kabisa wa jua ukiangaza pembezoni mwa mwezi. Pia waliona milipuko midogo ya mwanga juu ya uso wa mwezi, ishara ya vipande vya anga vikigonga uso wake kwa kasi kubwa. Baada ya saa 7 za uchunguzi, safari ya kuzunguka mwezi ilikamilika. Siku ya 7 ilikuwa ni mwanzo wa safari ya kurudi nyumbani, yani duniani. Chombo cha Orion kilianza kuacha mvuto wa mwezi na kurejea chini duniani. Wanaanga walifanya mawasiliano ya kipekee na wenzao walioko kwenye kituo cha kimataifa cha anga za juu, wakibadilishana uzoefu wa maisha ya angani na kupiga soga za hapa na pale. Baadaye usiku walifanya return burn, yani kuwasha injini kwa sekunde 15 tu, lakini kwa lengo la kurekebisha njia yao kurudi duniani. Huu ulikuwa msukumo wa kwanza wa kurudisha nyumbani.
Lakini hata katika safari ya kurudi, kazi haikuisha. Siku ya 8 ambayo ndio siku yao ya mwisho angani kabla ya kurejea duniani imejaa majaribio muhimu sana. Kwanza, wameianza siku yao kwa muziki adhimu kabisa wa Under Pressure, kana kwamba ulikuwa ujumbe wa hali halisi ya safari yao. Pili, walihakikisha miili yao iko sawa kwa kufanya mazoezi maalum ya flywheel, kwa sababu wanasema angani misuli hupoteza nguvu haraka. Hivyo walifanya mazoezi kama kuvuta kitu, kusukuma na mazoezi mengine muhimu ndani ya hali ya uzito sifuri. Kisha wakajaribu kifaa maalum kinachosaidia mwili kuzoea kurudi kwenye mvutano wa dunia. Baada ya siku kadhaa bila uzito, wanasema damu ya binadamu hubadilika na inaweza kusababisha kizunguzungu au hata kuzirai ukisimama. Hivyo walivaa kifaa maalum kuwasaidia kuwa katika hali nzuri, ambapo kifaa hicho kilibana sehemu ya chini ya mwili kusaidia damu kuzunguka vizuri. Baadaye walianza kukiendesha chombo kwa mikono na kukielekeza chombo katika mkao maalum unaoitwa tail to sun. Hii ilisaidia kudhibiti joto na kuzalisha umeme, mambo muhimu kwa maisha yao angani. Na hatimaye walianza maandalizi ya kurejea duniani. Vifaa vilifungwa kwa usalama, viti vyao vilirejeshwa kwenye nafasi za kuhimili mshtuko wa kuingia anga anga la dunia na kujiandaa kwa tukio la mwisho la splashdown, yani kutua baharini. Na safari yao imepangwa kuhitimishwa kwenye bahari ya Pacific karibu na pwani ya San Diego, ambapo meli ya kijeshi imewekwa tayari kutumika kuwaokoa. Hakika huu umekuwa mwanzo wa enzi mpya ya safari za anga, safari ambayo haijaishia hapo tu, bali imefungua milango ya safari za baadaye hata kuelekea sayari ya Mars. Na kwa wale wanaanga wanne, hii imekuwa si tu kazi yao, bali imekuwa historia walioandika kwa niaba ya binadamu wengine wote. Vipi, wewe kwa mwaka huu umepanga kufanya safari gani muhimu ambayo hukuwahi kuifanya na unatamani kuitimiza mwaka huu?